Habari, karibu katika habari kwa kina M24. Haya ni yaliyojiri wiki hii. Serikali kupitia Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, Kitengo cha Afya, Mazingira na Usafi, huduma za afya mipakani inaendelea kuimarisha afya mipakani katika kujikinga na magonjwa ya mlipuko ambayo yanaweza kujitokeza ndani na nje ya nchi. Mkuu wa Kitengo cha Afya mipakani kutoka Wizara ya Afya, Dr. Amur Suleiman, amesema hayo mkoani Morogoro kwenye kikao kazi chenye lengo la kufanya tathmini ya utekelezaji wa kazi za afya mipakani kwa kipindi cha mwaka 2024-2025. Na aliyasema haya Dr. Amur Suleiman. Tupo hapa Morogoro kwa ajili ya kuandaa mipango yetu ya utekelezaji na kutathmini utekelezaji uliopita, na hii ni kwa sababu uwezekano wa magonjwa kusambaa kutoka nchi moja au nyingine unakuwa mkubwa kutokana na muingiliano uliopo, kutokana na shughuli za kiuchumi na shughuli za kijamii. Kwa namna hiyo, Wizara ya Afya imeimarisha mipaka yake. Hadi sasa tuna mipaka 59 ambayo ina watumishi inaofanya kazi masaa yote ambapo mipaka iko wazi. Kwa hiyo imekuwa ni muhimu sisi kukutana ili tuweze kujipanga zaidi jinsi ya kutekeleza kazi tunazozifanya katika mipaka kwa kila mwaka. Hapa tumekutana na wafawidhi wa mipaka hiyo 59 ambao wote watatengeneza mipango ya utekelezaji, lakini pia na ununuzi wa vifaa ambavyo vitasaidia kukuza uwezo wa mipaka hii kutekeleza majukumu yaliyoainisha katika kanuni za afya za kimataifa za 2005. Moja ya majukumu ya kitengo cha afya mipakani ni udhibiti wa magonjwa yasiweze kuingia nchini au kutoka kwa kufanya uchunguzi wa hali wa wasafiri, lakini pia na ukaguzi wa vyombo vinavyobeba wale wasafiri na vifaa ambavyo wanakuwa navyo ambavyo tukihisi kwamba vinaweza vikasambaza magonjwa. Kwa hiyo lengo la wizara ni kuimarisha mipaka iweze kuwa na uwezo wa kutambua kwa haraka wahisiwa wenye magonjwa na kuchukua taratibu zilizopo ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa ule. Uwezo huo umeshajengwa katika mipaka mingi ambapo watumishi wapo, vifaa vipo, ikiwa pamoja na zile thermoscanner, lakini pia na ambulance ambazo zinaweza kumchukua mhisiwa na kumpeleka kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini pia vipo vifaa vinavyosaidia kujikinga na maambukizi kama vile sanitizer zipo, lakini pia kuna vifaa vya kunawia mikono vinapatikana. Kwa wito wetu kwa jamii ya wasafiri, lakini na wadau ambao tunafanya kazi kwa ushirikiano, waweze kutoa ushirikiano kwa watumishi ambao wapo katika mipaka kwa kuweza kusikiliza elimu wanayopewa, lakini na kuweza kupata yale mahitaji ya msingi ikiwepo chanjo, kukubali kutekeleza yale maelekezo ambayo wanaelekezwa wakati wa ukaguzi, hasa ukaguzi wa magari ambayo yanakuwa yanakaguliwa katika kila mipaka, ili tuweze kuimarisha huduma hizi kwa sababu faida yake ni kubwa zaidi. Ikumbukwe kuwa kikao kazi hicho kimeanza mapema wiki hii chenye lengo la kuboresha huduma za afya nchini, ambapo kimewahusisha wafawidhi wa vituo vipatavyo 59 pamoja na wataalamu kutoka Wizara ya Afya makao makuu. Kwa upande wao, maafisa afya mipakani wamesema kuwa wataendelea kuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Musa Mpagama, afisa afya mfawidhi ofisi ya afya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Dar es Salaam JNA, Bi Fatuma Amri, afisa afya mfawidhi msaidizi bandari ya Kigoma, na Kalekayo Emmanuel, afisa afya mfawidhi kituo cha forodha cha pamoja Tunduma, walikuwa na haya ya kusema. Jina langu naitwa Musa Mpagama, ni afisa afya mfawidhi ofisi ya afya kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere JNA, Dar es Salaam. Ofisi ya afya JNA ni moja ya mipaka inayosimamiwa moja kwa moja na Wizara ya Afya makao makuu, na jukumu lake la kimsingi ni kuzuia uingiaji wa magonjwa yasiingie nchini, na kama yakiingia ni kuyadhibiti yasiweze kuleta athari kubwa ya kiafya kwa watumiaji wa uwanja wa Tanzania na kwa ujumla. Tunafanya kazi ya kukagua wasafiri wanaoingia ndani ya nchi na wanaotoka nje ya nchi, na katika maeneo hayo tunatumia vifaa mbalimbali ambavyo Wizara ya Afya imetuwezesha kama vipima joto, walk through thermoscanner, ili kubaini wasafiri wenye changamoto na kuweza kuchukua hatua stahiki. Wito wangu, wananchi na wasafiri wote wanaotumia kiwanja cha ndege ambacho ndio kiwanja kikubwa hapa Tanzania, wajitahidi kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa afya kwa lengo la kuwalinda wao wenyewe. Kikao chetu cha tathmini hapa Morogoro kina manufaa kwa kiwanja, kwa maana kwamba tumepitia kazi ambazo tumezifanya, tumeona mapungufu na kuangalia wenzetu walikuwa wanafanya nini ili kuweza kuziba yale mapungufu. Naitwa Fatuma Amiri Mshule, afisa afya mfawidhi msaidizi katika bandari ya Kigoma.
Tuko hapa Morogoro kwa ajili ya kikao kazi ambacho kimetuleta kwa ajili ya kujadili mapungufu, utekelezaji, yani nikisema SWOT analysis na maanisha strength, weakness, opportunity na threats katika utendaji kazi wetu wa kila siku. Kikao hichi kinatusaidia sisi kama maafisa afya ambao tuko front lines kwa ajili ya kuisaidia jamii katika mipako yetu kuchunguza afya za wasafiri. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kujadili tathmini au mpango kazi wa mwaka wa 24-25 ambao umepita. Pia tunahakikisha utoaji wa elimu ya afya katika jamii, ambapo tuna njia mbalimbali za kuwasilisha elimu hiyo. Kuna matangazo ambayo tunabandika katika maeneo yetu ya kazi, tuna audios na baadhi ya TV ambazo zinatusaidia katika kuwasilisha elimu hii ya kiafya katika maeneo yetu ya kazi. Naitwa Kalekayo Emmanuel, ni afisa afya mfawizi wa mpaka wa nchi kavu kati ya Tanzania na Zambia unaoitwa Tunduma OSBP. Kikao chetu cha wataalamu wa afya mipakani tunachoendelea nacho hapa kwenye mji wa Morogoro kimekuwa cha manufaa sana kwetu kwa sababu tumepata nafasi ya kupitia mipango tuliokuwa nayo kituoni ya mwaka uliopita kwa ajili ya kuweza kubainisha mapungufu ambayo yamejitokeza hasa katika eneo la udhibiti wa magonjwa yanayoingia nchini na afya kwenye sehemu za mipakani. Kwa wito ambao unatolewa kwa Mtanzania yoyote ambaye anasafiri kwenda nchi za nje ni kuhakikisha kwamba amefuata zile taratibu zote ambazo zinakuwa zinatakiwa za kuhakikisha kwamba afya yake iko salama. Kuna nchi ambazo zinakuwa zinahitaji upate huduma ya chanjo za kimataifa kabla hujavuka kwenda kwenye nchi ya watu. Hii inakuwa inakulinda zaidi hata kama kuna magonjwa ya milipuko na hali yoyote ambayo ni afya hatarishi kwenye upande wa nchi ya pili, basi tayari wewe unakuwa una ile kinga. Kwa hiyo kufuata zile taratibu za kuhakikisha kwamba afya yako iko imara na nzuri zaidi kabla ya kusafiri kwenda nje ya nchi. Lakini pia wakati wa kurudi nchini, na kuna wito mwingine kwa wasafiri wa kimataifa ni kwamba ni kuhakikisha kwamba msafiri wa kimataifa unaingia nchini kupitia vile vipenyo ambavyo vinatambulika.